Mawakili nchini Tanzania washindwa kukaa kimya juu ya kutekwa kwa balozi mstaafu Humphrey Polepole, waja na mbinu nzito. Asante sana kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe. Wewe ambaye bado, na kusihi usubscribe sasa ili usiwe unapitwa na taarifa zetu. Bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli. Tanzania, kufuatia kutekwa kwa balozi mstaafu Humphrey Polepole, mawakili nchini humo wamejitokeza wakizinyoshia kidole moja kwa moja mamlaka za ulinzi na usalama, huku wakizitaka mamlaka hizo za ulinzi na usalama kutoa taarifa za haki ya Polepole inaendeleaje huko alipo. Mawakili hao wa Polepole wadai ufafanuzi wa haraka kuhusu hali yake ya usalama. Taarifa kamili ni kwamba mawakili wa balozi mstaafu wa Tanzania nchini Cuba, ambaye pia ni mkosoaji mashuhuri wa serikali, Humphrey Polepole, wametoa taarifa rasmi kwa umma wakizitaka mamlaka za usalama kutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu hali yake ya usalama na kisheria. Katika taarifa iliyotolewa na mawakili hao, wakili Peter Kibatala amezihimiza taasisi za umma kutumia rasilimali zote zilizopo na kutoa taarifa kwa uwazi kwa wananchi wa Tanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa. Polepole, ambaye amewahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za umma, kwa sasa ni kiini cha wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa wananchi kufuatia uvumi na madai kuhusu kutekwa kwake, aliko na hali yake ya kiusalama. Tunazitaka mamlaka za usalama zichukue hatua za haraka, zitumie rasilimali zote zilizopo kuhakikisha usalama wake na kutoa taarifa kwa Watanzania na dunia kuhusu hali hiyo. Taarifa hiyo ya wakili Kibatala ilisema. Wakili Kibatala ameongeza kuwa nyaraka sahihi za kisheria zinaandaliwa na kwamba umma utapewa taarifa rasmi pindi zitakapokamilika. Hiyo ndo taarifa ya mawakili wa Polepole kupitia kwa wakili msomi Peter Kibatala, ambapo tukumbuke jeshi la polisi lilishatoa taarifa kuwa halijamshikilia. Maswali mengi vichwani mwa watu ni je, Polepole atakuwa na hali gani? Atapatikana tena ama ndo itakuwa baibai kama Deus Soka, Kipanya, Mdude Nyagali na wengine? Na je, wananchi watapiga kelele mitandaoni miezi miwili na kusahau? Kwa lolote lile, tuachie comment yako hapo chini na sisi tutasoma. Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.